usikimbilie kuacha, usikate tamaa. Bwana asifiwe. Hata kama ni mwaka wa 3, ni mwaka wa 4, usikimbilie kukata mtini. Kabla ya kukata mtini, tujaribu kufanya kitu kwanza. Kabla ya kwenda mahakamani kutafuta divorce, tujaribu kukaa tuzungumze kwanza. Haleluya, haleluya. Kabla ya kuacha biashara kabisa, tujaribu kubadilisha product. Haleluya, amen. Kabla ya kukimbilia kusema mume wangu anipendi, hebu anza kumpa tendo la ndoa ashibe. Acha uchoyo. Akikushika usisukume mkono. Akikuomba leo asubuhi akakuomba na usiku, mpe. Usiseme kwani ni chakula. Ndiyo, kwao ni chakula, na sio tu chakula, kwao ni kama maji ya kunywa. Biblia inasema kunywa maji ya kisima chako mwenyewe. Hiyo kitu kwao ni maji. Kuna mtu anaweza kusurvive bila maji? Mnaniangalia kama mnioni. Unaweza ukasurvive bila maji ya kunywa? Huwezi. Sasa Biblia inaitaga hiyo kitu, Biblia inaita ni maji. Kwa wanaume hiyo ni maji, maji. Kwa hiyo akiomba asubuhi, akisikia kiu asubuhi, mpe. Akisikia kiu mchana, mpe. Akisikia kiu usiku, mpe tena. Kiu kwani inabishaka hodi? Kwani kiu ikija asubuhi ikirudi tena mchana utaiambia we kiu, kwani umekuja tena saa hizi mchana na asubuhi ulikuja tena? Utaiambia hivyo? Unafanyaje? Unakunywa maji. Amina. Kabla ya kukimbilia kusema mume wangu anachukua hivi, wanawake hivi, hebu angalia ni wapi wewe unakosea, wapi? Angalia mtini unaweza kufanyiwa nini kabla hatujaukata. What can we do? Usikimbilie kukata mtini. Ni kweli unaweza ukawa hauzai. Ni kweli mwaka wa 3 haukuzaa, mwaka wa 2 haukuzaa, mwaka wa 3 haukuzaa, lakini tusiukate kwanza. Hebu tujaribu kumwagilia, hebu tujaribu kuweka mbolea, hebu tujaribu kupalilia, hebu tujaribu kufanya kitu, tuone kama mwaka wa 4 hautazaa. Nataka nikutie moyo mchana wa leo, usikate tamaa haraka, usikate tamaa mapema. Hebu jaribu kufanya kitu. Hiyo hali inaweza kuwa imekaa kwa muda fulani, lakini kabla hujainua mikono na useme naacha, hebu jaribu kupalilia, jaribu kuweka mbolea, jaribu kumwagilia maji, alafu tuone kama mtini hautazaa. Wakristo wengi tunakata tamaa haraka. Mume ameenda nje, ni sawa. Kwani huyo huko ana kitu gani ambacho wewe huna? Ana nini ambacho huna? Niambie. Tena cha kwako wewe kinaitwa maji safi. Niongee nisiongee? Maana nimeshaanza kusikia kukasirika. Amen. Cha kwako kinaitwa maji safi, hayako contaminated. Anakushindaje yule kule? Na sio kwamba wanatushinda, ila ni hawa jamaa wenyewe ndio wanaamuaga. Kwa sababu you can only keep a man who want to be kept. Nirudie nisirudie? You can only keep a man who wants to be kept. You cannot keep a man who does not want to be kept by you. Utabinuka hapo sarakasi zote na akitoka anaenda. Shida sasa wakati mwingine sio sisi, ni hao jamaa wenyewe. Bwana asifiwe sana. Kwani unafikiri kila mama analia kwa unafikiri kuna makosa alifanya? So wakati mwingine tu ni wengine wameolewa na mbwa mwitu, basi tu haridhiki hata ufanye kitu gani, hata ubinuke, hata ugeuke namna hii, upige mabreka, uweke mguu mmoja kule darini na mwingine uweke chini, hawaridhiki. Wapo wa hivyo. Kwa hiyo mwambie jirani yako usiwahi sana kukata mtini. Tujaribu kufanya kitu. Eneo la kwanza la kuangalia, unapoona umekuwa kwenye situation fulani kwa muda mrefu na haibadiliki, eneo la kwanza la kuangalia sio ndugu zako. Eneo la kwanza la kuangalia sio mchungaji wako. Eneo la kwanza la kuangalia sio marafiki ulionao kwamba wamegoma kukusaidia. Eneo la kwanza la kuangalia sio mume wako kwamba hakusupport. Eneo la kwanza la kuangalia sio mke wako. Eneo la kwanza la kuangalia moyo wako. Moyo wako. Lazima ujiulize, nina moyo wa namna gani? Lazima ujiulize,
mawazo yangu yakoje? Lazima ujiulize mitazamo yangu ikoje? Lazima ujiulize attitude yangu ikoje? Lazima ujiulize maono, dreams, vision zangu zikoje? Eneo la moyo ni eneo la malengo. Lazima ujikalishe kikao. Kuna watu wanapoona changamoto kwenye maisha yao, wao wanakimbilia kunyooshea watu wengine vidole kwamba ndio sababu ya matatizo walionayo. Lakini ukweli ni kwamba tatizo lolote linakuwa tatizo kama hujashughulika na wewe mwenyewe. Tatizo lolote linakuwa tatizo kama you have not handled yourself. Wakina mama mlioko hapa, wangapi mnaamini unaweza ukawa na mwanaume anachepuka, anakunywa pombe na bado ukaishi naye, ukaweza kabisa kuishi naye? Kwenye Biblia kuna mwanamke anaitwa Abigail. Abigail alikuwa ameolewa na yule mwanaume Nabali. Biblia inasema alikuwa mpumbavu. Biblia inasema alikuwa mlevi. Biblia inasema alikuwa hana adabu. Biblia inasema alikuwa hana shukrani. Biblia inasema alikuwa ni mwanaume, kama alikuwa mlevi, alikuwa hana adabu, manake hata na wanawake alikuwa nao. Lakini yule mwanamke mwenye akili njema anaitwa Abigail alikaa naye mpaka akafa. Kuna kitu gani Abigail alikuwa anajua ambacho wanawake wa siku hizi hatukijui? Aliwezaje kuishi na huyo mwanaume ambaye alikuwa na matabia yote hayo mabaya, na sisi wanawake wa siku hizi hatuwezi? Kuna kitu cha kujifunza kwa Abigail. Biblia inasema yule mama alikuwa ni mwanamke mzuri, lakini pia alikuwa ni mwanamke mwenye akili. Lakini aliwezaje kuishi na mpumbavu? Lazima kuna kitu alikuwa anajua, sisi hatukijui, na ndio maana ndoa zinatushinda. Kumbe ulevi sio sababu ya kuvunja ndoa. Piga makofi vizuri. Kumbe mwanaume akiwa na makauli na mtukanaji sio sababu ya kuvunja ndoa. Kuna yale mengine yale mengine nikisema sio sababu, wengine hapo mtasema pastor. I understand, kwa sababu pia sio marahisi, sio mepesi. Haleluya. Kwa hiyo eneo la kwanza kabisa la kuangalia, unapoona kuna shida ambayo inajirudia na kujirudia na kujirudia kwenye maisha yako, usinyoshie watu wengine kidole. Get back inside you, moyo wako. Na nimesema moyo wako ni mahali pa mawazo, ni mahali pa mitazamo, ni mahali pa attitude, ni mahali pa dreams, ni mahali pa vision, ni mahali pa malengo yako. Haleluya. Usipokubali badiliko la moyo, usipokubali moyo wako ubadilishwe, maana yake usipokubali mtazamo wako ubadilishwe, usipokubali namna yako ya kufikiri ibadilike, maisha yako pia hayawezi kubadilika. Kwa sababu Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Kwa hiyo kinachotokea ndani ya moyo wako ndicho kinachoamua kinachotokea nje kwenye maisha yako. Kwa hiyo ili tubadilishe kinachotokea nje, lazima tubadilishe kinachoendelea wapi? Ndani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sema amina kama unanisikia vizuri. Kwa hiyo usipokubali badiliko la moyo, maana yake ni kwamba usipokubali badiliko la mtazamo, usipokubali badiliko la mawazo, usipokubali badiliko la attitude, maisha yako pia hayatabadilika. Hata kama unatoa mafungu ya 10, hata kama unatoa sadaka, hata kama unaomba, unafunga, kama ndani ya moyo hakuna badiliko, huku nje pia hakutakuwa na badiliko. Kwa sababu badiliko la kwanza linaanzia ndani. Badiliko la kwanza linaanzia kwenye mtazamo. Badiliko la kwanza linaanzia kwenye namna unavyojiona ndani ya moyo wako. Badiliko la kwanza linaanzia kwenye attitude yako. Badiliko la kwanza linaanzia kwenye aina ya mawazo ulionayo ndani yako. I'm sorry to say this, lakini kuna wanaume Mungu hata wapa utajiri. I'm sorry to say this, kwa sababu Mungu akiangalia huko anaona kuna tamaa ya wanawake, kwa sababu tu una hela. Nipigie makofi. Kuna wanaume Mungu hawezi kuwainua
Kuna wanaume Mungu hawezi kuwapa hela kwa sababu akiangalia moyoni mwako, unaangalia wasichana wote wazuri wazuri huko Instagram, unasema hao wajinga, siku nikipata hela watanitambua. Na Mungu anakuangalia anasema, hujasema kwa mdomo, lakini nimeona kinachoendelea moyoni. Utaendelea kuuza machungwa, utaendelea kuuza madafu. Hayo hela unayoitamani haitakujia. Why? Because I have checked your heart. Kuna wengine mnatafuta nafasi za kusafiri, za vyeo, za kazi, lakini kwa sababu Mungu ameshaona moyoni, unasema nikipata nafasi nikaenda, naoa na mke mwingine, aka kabaki hapa na watoto. Na Mungu anakuangalia anasema, tutaona, labda mimi sio Mungu. Na akupi, unaendelea kubaki kwenye kiwango hicho hicho. Why? Because your heart is not right. Kwa sababu Mungu haangalii kama wanadamu waangaliavyo. Mungu anaangalia moyo.